Je, Iran ilipata mafanikio gani ya kimkakati katika vita vya siku 12? Licha ya vita vya siku 12 kati ya utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kusababisha hasara kubwa ya kimaada na isiyo ya kimaada, lakini pia vimekuwa na mafanikio ya kistratejia kwa Iran. Moja mafanikio muhimu ni kwamba licha ya kipigo kikali cha awali, Iran iliweza kuamka na kujizatiti haraka kwa kadiri kwamba ilifanikiwa kutoa mapigo mazito kwa utawala wa Israeli. Mafanikio mengine muhimu ni kufunguliwa anga ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni kwa ajili ya kuruhusu makombora mazito ya Iran yapenye na kufanya uharibifu mkubwa dhidi ya taasisi za kijasusi na kijeshi za utawala wa Tel Aviv. Licha kuwepo matabaka kadhaa ya mifumo ya ulinzi wa anga, kwa hakika ingawa mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran ulikuwa dhaifu wakati huo kutokana na vitendo vya uharibifu na usaliti uliofanywa na majasusi wa Mossad kwa ushirikiano wa wasaliti na vibaraka wa ndani wa Iran, lakini pia mfumo wa ulinzi wa anga wa utawala wa Kizayuni ulikuwa hatarini zaidi licha mifumo yake ya hali ya juu na uungaji mkono wa moja kwa moja kutoka Marekani na nchi nyingine za Ulaya. Haya ni mafanikio muhimu yaliyoonyeshwa kuwa madai kwamba jeshi la Kizayuni haliwezi kushindwa ni uongo mtupu na ni matokeo ya simulizi za vyombo vya habari vya Magharibi. Mafanikio haya ni muhimu sana kwa sababu kabla ya vita hivyo, propaganda na uvumi mkubwa ulikuwa umeenezwa kote duniani na wapinzani wa ndani na maadui wa kigeni kuhusu uwezo mdogo wa kijeshi wa Iran. Lakini katika vita hivyo vya siku 12 ilidhihirika wazi kuwa uwezo wa makombora wa Iran ulikuwa mkubwa na wa kushtua maadui. Mafanikio ya tatu muhimu ni kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeuthibitishia ulimwengu uwezo wake usiopingika katika uga wa makombora katika operesheni zake za kijeshi. Onyesho hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sababu imefanikiwa kujilinda na wakati huo huo kuadhibu utawala wa Kizayuni uliojizatiti kwa silaha za kisasa kwa msaada wa nchi za Magharibi bila kutegemea usaidizi wa nchi yoyote ya kigeni. Katika kipindi chote cha maisha yake haramu katika eneo hili, utawala wa Kizayuni ulikuwa hujawahi kupata hasara na maafa makubwa kama iliyopata mara hii. Katika vita vyote vile vya kuonyeshwa picha za uharibifu mkubwa uliofanyika katika miji yote muhimu kama Tel Aviv na Haifa, pamoja na kuthibitisha uongo wa uwepo usalama katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, pia kumetilia shaka kubwa madai ya utawala huo kuhusu njia za usafiri na mipango ya kiuchumi. Mafanikio mengine muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika vita vya siku 12 ni shambulio la pili la Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Shambulio la kwanza lilifanyika mnamo Januari 2020 dhidi ya kambi ya Marekani huko Ain al-Asad nchini Iraq, kufuatia mauaji ya Meja Jenerali Qasem Soleiman wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa shambulio la pili limefanyika baada ya Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, ambapo vikosi vya jeshi la Iran vimelenga kwa makombora kambi ya jeshi la anga la Marekani huko Al Udeid nchini Qatar. Baada ya vita vya pili vya dunia, hakuna nchi yoyote iliyothubutu kushambulia kituo chochote cha Marekani, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanya shambulio hili kwa mara ya pili. Muhimu zaidi ni kwamba mashambulio yote mawili yamefanyika wakati utawala wa Donald Trump wenye madai na majigambo mengi. Kwa maneno mengine ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiogopi makelele na mayowe ya rais wa Marekani. Mafanikio mengine muhimu ni kwamba propaganda zilizoenezwa na maadui wa mfumo wa Kiislamu kwamba wananchi hawaupendi mfumo huu zilibainika wazi kwa ni porojo tupu, kwa sababu watu wa Iran kimsingi walisimama kwenye safu moja ya utambulisho wao wa kitaifa na Kiislamu, ambapo kupitia mshikamano huu wa kitaifa waliunga mkono kikamilifu mashambulio ya jeshi lao dhidi ya utawala ghasibu wa Israeli na hata kulitaka itoe mapigo makali zaidi dhidi ya utawala huo wa kibaguzi. Mambo tuliyoyataja ni baadhi tu ya mafanikio iliyoyapa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika vita hivi vya kulazimishwa, na bila shaka kuna mambo mengine mengi muhimu yanayoweza kuzungumzwa katika uwanja huo. Sasa hayo yakiendelea, ni kwambie walowezi wa Kizayuni wamefanya maandamano ya kukusanyika mbele ya makazi ya baadhi ya maafisa utawala huo ghasibu, wakitaka kutiwa saini makubaliano ya kubadilishana mateka na kusitishwa mapigano ili kuwarejesha mateka wa utawala huo katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha Al-Sharq, vyombo vya habari vya Kiebrania vimeripoti kuwa waandamanaji hawa wa Kizayuni walifanya maandamano mbele ya makazi ya baadhi ya maafisa utawala wa Kizayuni, akiwemo rais wake Isaac Herzog na Yoav Kish, waziri wa elimu utawala huo, na kutoa mwito wa kutiwa saini makubaliano ya kubadilishana mateka. Kwa mujibu wa vyombo hivyo vya habari, familia za wafungwa hawa wa Kizayuni ziliitisha maandamano makubwa mjini Baitul Muqaddas, Jerusalem na Tel Aviv.
Waandamanaji hao waliashiria kuchelewa kwa baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu kutia saini makubaliano hayo na kusema wamesubiri vya kutosha, sasa ni wakati wa kufanyia maamuzi ya ujasiri na kuwarudisha mateka wote mara moja. Familia za mateka wa Zayuni wanaoshikiliwa Gaza zimekuwa zikisisitiza kuwa anachopigania waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu ni kurefusha vita kwa malengo yake ya kisiasa. Kwa hiyo njia pekee ya kuwarejesha mateka hao ni kuipindua serikali ya Netanyahu, na kwamba lengo hilo litafanikiwa kwa Wazayuni wote kumiminika mabarabarani. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile Sheikh Naim Qasim ameisifu na kuipongeza Jamhuri ya Kiislamu kwa ushindi dhidi ya adui mzayuni katika makabiliano ya hivi karibuni. Katibu mkuu wa Hezbollah amesema Iran imeweza kusambaratisha malengo ya uvamizi huo, na akabainisha kuwa lengo la kwanza la Wazayuni lilikuwa ni kufuta suala la kurutubisha urani, lengo lao la pili lilikuwa ni mpango wa makombora, na lengo la tatu lilikuwa ni kuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sambamba na kusisitiza kuwa Iran imeibuka mshindi baada ya siku 12 za vita, Sheikh Naim Qasim amesema kusitisha vita maana yake ni kutangaza ushindi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiashiria jinsi vikosi vya ulinzi vya Iran likiwemo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na vikosi vya usalama vilivyoweza kuilinda Jamhuri ya Kiislamu kwenye medani za vita. Katibu mkuu wa Hezbollah amesema Iran imethibitisha kuwa inaweza peke yake kukabiliana na Marekani, mtenda jinai, utawala wa Kizayuni na nchi za Magharibi. Sheikh Naim Qasim ameeleza kuwa dhambi kubwa zaidi iliyofanya Iran kwa mtazamo wa Marekani na Israeli ni kuiunga mkono Palestina na watu wa nchi hiyo, na akabainisha kwamba Israeli ni utawala vamizi unaoshupalia kujipanua ambao hauwezi kutosheka na ardhi ya Palestina tu na miinuko ya Golani ya Syria. Katibu mkuu wa Hezbollah anaamini kuwa lengo la Israeli ni kulivamia na kulikalia eneo hilo lote, na kwa hiyo inafanya kila njama ili kuendeleza uvamizi na ukaliaji wa ardhi kwa mabavu katika eneo kwa faida yake na mshirika wake mkuu Marekani. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic amesema kuwa suluhisho la muda mrefu la suala la nyuklia la Iran ni mazungumzo ya kidiplomasia, akisisitiza kuwa Iran haina silaha za nyuklia. Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic, ambaye hapo awali alifungua njia ya uchokozi wa Marekani na Wazayuni dhidi ya Iran kwa kutoa azimio dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia wa Tehran, amesema kwenye mahojiano maalum ya kipindi cha CBS The Face of Nation kwamba uwezo wa nyuklia wa Iran na ujuzi wa kiufundi wa jamhuri hiyo bado uko pale pale, na suluhisho pekee la muda mrefu ni mazungumzo ya kidiplomasia. Grossi ameongeza kuwa tunafanya mawasiliano ya mara kwa mara sasa, mawasiliano yanapaswa kuanzishwa upya. Grossi amekiri kwa njia isiyo moja kwa moja kwamba hakukuwa na uharibifu mkubwa kwa vifaa vya nyuklia vya Iran baada ya shambulizi la Marekani, na kudai kuwa anaamini wa Iran wanaweza kuanza kutumia centrifuge zenye uwezo wa kuzalisha uranium iliyorutubishwa ndani ya miezi michache au chini ya muda huo. Ni vyema kuashiria hapa kuwa katika kikao cha hadhara cha Jumatano iliyopita Juni 25, wawakilishi wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu walipasisha muswada wa kusitisha ushirikiano na wakala wa kimataifa wa nishati atomic kwa kura 210 za ndio, kura 2 za kupinga na 2 za waliojizuia kupiga kura kati ya wabunge 219 waliohudhuria kikao hicho. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.